Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Kaa. Kutumiwa pesa. Kutumia kitu kitakachokupa furaha. Kupanga safari. Mtu kukuheshimu sana. Kumfikiria mtu aliyekuwa mbali na wewe. Kupaliwa na kitu utakachokula au kunywa. Unajulishwa mtu kukuongelea mara kwa mara. Kutembea ukiwa unasita sana kwa kuhisi jambo. Mtu ataonesha hali ya kukupenda. Mtu kukutazama sana bila wewe kujua. Utatekeleza jambo muhimu. Nyota ya Samaki. Utakosa usingizi ghafla wakati wa usiku. Kucheka sana ukiwa unaangalia kitu. Mtashauriana jambo na mtu. Kuhitaji mtu afanye maamuzi ambayo yatakuwa si sahihi. Kutamka kitu kitakachofanya mtu awe na maswali mengi. Kupatanishwa na mtu. Kuambiwa au kushirikishwa jambo muhimu. Kupata taarifa zinazofanana kwa watu tofauti. Utahitaji kufanya utekelezaji kwa jambo unalolitamani. Nyota ya Nge. Mtu anaokumbuka ujumbe aliyokutumia bila ya wewe kumjibu. Utaamini maisha ni fumbo kutokana na kitu kitakachotokea. Kutumia kitu chenye ubovu, lakini utamaliza kufanya jambo lako. Mtu wako wa karibu kutaka kuhama au kuondoka sehemu. Utakuwa mgeni au mtu utakayesubiriwa sehemu. Utajiondosha kwenye mkusanyiko wa watu wenye kumsema mtu. Utakuwa na maongezi mafupi na mtu. Kusemeshana na mtu ambaye hukuwa na mazungumzo naye. Kuitikia wito wa mtu. Nyota ya Ndoo. Kusumbuka kwa usafiri. Mtu atataka kuzungumza na wewe. Mtu kuhitaji kujua maendeleo yako. Utasema kitu kwa unyonge. Mtu atajua kama amekukera. Utakuwa mwenye maongezi mengi ya usiku. Utapata kitu ambacho hukutarajia. Kazi mpya au muunganisho mpya kukufikia. Kupokea baraka zaidi kutoka kwa wapendwa wako. Utakuwa mwenye kuzungumziwa vizuri na mtu. Nyota ya Mizani. Kukasirika. Kuonesha sana upendo kwa mtu. Hali ya kupuuziwa utaichukia. Kuuza kitu. Kufahamiana na mtu kwa muda mchache tu, ila itakuwa kama mlijuana kwa muda mrefu. Mtu atahitaji asafiri na wewe. Utahitaji ukaribu zaidi na mtu. Kufanya mtu awe na imani sana. Nyota ya Mapacha. Kuhisi mtu ataaibika. Utamuulizia mtu sana. Kuhitaji kujua kitu. Kukutana na marafiki wa zamani au watu ulioishi nao mwanzo. Kutazama sana picha ya mtu. Utahitaji kufahamiana na mtu zaidi. Unaweza kujihisi homa inayokuja na kupotea. Mtu atakufungukia jambo. Utalijua jambo unalolikosea. Nyota ya Mbuzi. Kupanga jambo na kulipangua. Kuhisi mtu ataumia ukimwambia jambo fulani. Kutaka kuchukua hatua ya haraka kwa jambo. Kusita sana kufanya kitu. Utampa mtu mrejesho mzuri. Mtu atatamani kushirikiana na wewe. Utazielewa hisia za mtu kwako. Mtu atakuwa mwenye hali ambayo hujamzoea nayo. Kitu kizuri kinakaribia kufika kwako. Nyota ya Ng'ombe. Kupanga kufanya manunuzi fulani. Utaufuata ushauri wa mtu bila kuweka pingamizi. Mtu anahitaji uwe bora. Unachokifikiria kuna mtu naye anakifikiria kitu hicho. Kupata bahati ya kitu. Usaidizi kuwa upande wako kwa wepesi sana. Ila mambo mengi utayafikiria. Na lipo litakalokuwa linakuumiza sana. Kuna jambo unahitajika upate ukweli wake. Kwa kujua jambo upande wa mtu mwingine. Hatua yako inakaribishwa vizuri. Ni wewe tu uamue kufuata njia sahihi. Siku ya leo huhitajiki kuwa na manung'uniko wala unyonge. Nyota ya Mashuke. Hali ya kutofautiana na mtu au watu itakuwepo upande wako. Kujilazimisha kufanya kitu. Kuwazia mabaya ya mtu.
Kuna mambo utahisi yanakupotezea muda. Kutamani upate faraja ya kweli kutoka kwa mtu. Kuchoka kuudanganya moyo wako kwa kitu au upendo fulani. Hisia za mbali zinajirudi kwako. Unaweza kuwafikiria watu ambao ulitengana nao. Utahisi mtu hajakupa nafasi ya kukuelewa. Utakuwa vizuri sana kuelezea jambo. Pesa yako kuisha kwa haraka. Nyota ya mshale. Paka kulia sana karibu yako, au kuisikia sauti hiyo tu. Unajulishwa mtu anayekuchunguza, anashindwa kufanya kitu alichokidhamiria kwako. Ndoto za mchana zitakuwa na ujumbe wa kweli. Kuukataa uhusiano unaokupa maumivu. Kukosa mawasiliano muhimu na mtu. Jambo linalokupotezea muda litakukosesha vingi kwa wakati. Utahisi kitu kukutambalia. Utapata ishara ya kiza kuwa karibu yako na utaweza kukiondosha kwa maana ya jambo baya utakalopambana nalo kuliondosha. Kufikiria kitu ulichoambiwa na mtu. Kupambana na adui yako. Hivyo unaweza kujihisi hali ya msisimko mwilini na muda mwingine kujihisi nguvu na kutawala kwa kujiamini zaidi. Nyota ya punda. Kuhisi mtu huwa na kuzungumzia sana. Kusikiliza kitu na kuhisi kina ukweli. Mtu atakuvurugia mpango wako. Kutamka kitu kwa mzaha tu, ila kitakuwa kweli. Baadhi yenu mnaweza kuwa wenye makasiriko sana. Kuwaza sana. Utafahamu jambo litakalofanya upate hasira. Mtu fulani kukukosesha amani. Nyota ya simba. Kujishtukia kwa mtu. Utakuwa mwenye majadiliano mazuri na mtu. Utazijua hisia za mtu kwako. Wewe na mtu wako wa karibu kumpenda mtu mmoja. Kuhisi ujio wa mtu hata akiwa mbali. Kumsubiri mtu kwa muda mrefu sana. Utatekeleza jambo. Kusita kumwambia mtu urongo. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.